alhamdulillah kwa kutukutanisha kwa ajili ya mambo yetu ya safari yetu ambayo inshallah Oktoba mwaka huu tunakwenda kuikamilisha. Kwa namna kipekee naomba nichukue fursa hii kuwashukuru nyote kwa jumla, nikianzia na vijana wetu wa hamasa, vijana wa Omo na sote tuliofika, lakini pia na ndugu zetu wasanii ambao wametusaidia kuchangamsha mkutano huu. Lakini naomba pia niwashukuru sana wasemaji waliotangulia, kuanzia mwenyekiti, mjomba, Bimani, na kwa namna ya kipekee makamu mwenyekiti. Mmeusikia leo mbungo, sijui kama ni mbungo au henzirani au mpo muhimu, lakini naamini mmemfahamu. Ndugu zangu, tumesema kwamba mwaka huu mwaka wa nini? Wengine naona hawajasikia. Huu mwaka wa nini? Mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Kwa nini tunasema mwaka wa kuinusuru Zanzibar? Hili jambo lazima kila wakati tukumbushane, tuangalie leo tuliopo katika mkutano huu. Kama wenzetu wengeitisha mkutano huu, ingebidi watafute lori 10 la boflo kwanza, au sio? Na wakusanywe wasanii wa Tanzania nzima, halafu kuzungushwe na vyuma kama wachunga wa kondoo, kwamba ukishakuingia huruhusiwi tena kutoka. Ndio pengine na ingekuwa nusu na robo ni watoto, na nusu iliyobakia ya hiyo robo wengekuwa ni vikosi na wengine ambao wamelazimishwa. Lakini jamani, kuna mtu aliolazimishwa kuja mkutanoni hapa? Sote kwa hiari yetu, si ndio? Kwa sababu tunajua tunalolitafuta, na inshallah Mwenyezi Mungu Oktoba mwaka huu tunakwenda kulikamilisha. Ndugu zangu, angalieni Mwenyezi Mungu katutangulizia kila dalili. Hawa hoi binti Abadi, kila asubuhi wanachofanya ni kupanga namna gani ya kuiba. Katika historia ya chaguzi, hata hizo chaguzi mbaya haijawahi kutokea. Maana miaka yote kuiba kura kulikuwa kunapangwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini mwaka huu kwa mara ya kwanza kuiba kura kunapangwa na Tume ya Uchaguzi. Tena wanachukua watu hao waliowaweka wa vikosi kwamba ndio wasimamizi wa uchaguzi, ndio wanakwenda kuwafundisha wafanye nini ili waibe uchaguzi. Tumefika hapo kwamba la kwanza kazi kubwa ni kumbabaisha wakala wa ACT. Maana amekuwa wakala wa ACT sasa hivi imekuwa kama kirusi. Wanaingia maabara kumtafuta na kutafuta dawa ya kupambana naye. Sasa huu, ndugu zangu, ni dalili ya kwamba sisi tunakwenda kwenye uchaguzi huu tukiwa washindi. Kwa sababu sisi tunakwenda kushinda kwa sababu watu wametupa ridhaa yao. Watu wanataka mabadiliko. Tazameni umati ulioko hapa leo.
Kuna nani aliyekuja kufuata gari? Kuna nani aliyekuja kufuata boflo hapa? Kuna nani aliyekuja kufuata pensheni? Kila mtu tupo hapa kudai haki yetu. Na leo una mtawala ambaye sote hapa nyote anaona kwamba nyinyi hamstahiki haki yenu. Anachostahiki ni kuendelea kuweko madarakani ili apate kuendeleza ufisadi huu ulioelezwa. Ndugu zangu, tunaposema kuinusuru Zanzibar, haya yanayotokea leo, ufisadi unaotokea leo unatokana na sababu yake kubwa, msingi wake mkubwa ni kwa sababu katika nchi hii tumefanywa watumwa katika nchi yetu. Kwa nini? Mtumwa hachagui bwana, au sio? Mtumwa hachagui bwana. Sasa na sisi leo, kama huwezi kumchagua kiongozi wako, mtu anataka ajiweke mwenyewe na awaweke watu ambao hawatoweza kumsema, hawatoweza kumkosoa, hawatoweza kumchunga. Huyu anachotengeneza ni mfumo wa kifisadi, na sote kutufanya kama ni watumwa katika nchi yetu. Tunachokwenda Oktoba kukikataa sio tu Chama cha Mapinduzi, tunakwenda kukataa utumwa, kufanywa watumwa katika nchi yetu. Leo tumefika pahala, juzi nilikuwa nawakumbusha kule Mpapa, maana ndio kwenye umetumia neno hasa la asili. Nilikuwa nawakumbusha maneno ya mzee wetu mmoja. Yeye alimwambia mzee Jumbe, tuyadumishe haya matunda ya mapinduzi ili watu wapate kula matunda ya mapinduzi. Lakini haya matunda ya mapinduzi kwa tunavyoelekea, tukiyala tutayamaliza. Tukiyamaliza matunda ya mapinduzi, tutayala mapinduzi yenyewe. Na tukiyamaliza mapinduzi yenyewe, tutakulana wenyewe kwa wenyewe. Ndio maneno aliyomwambia. Sasa ndugu zangu, matunda mapinduzi ni afya. Iko wapi leo? Imemalizwa, si ndio? Ufi. Au sivyo? Matunda ya mapinduzi ni maji, si ndio?